Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Maafisa 4 wakuu serikalini waliokamatwa wiki iliyopita kuhusiana na sakata ya mafuta bado hawajafikishwa mahakamani kujibu mashtaka. Mkurugenzi wa uchunguzi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin anasema maafisa hao watalazimika kuripoti kila siku katika makao makuu ya DCI, huku uchunguzi ukiendelea kabla ya faili hiyo kuwasilishwa kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP. Mwanahabari wetu Lennox Sengre na taarifa hiyo kwa kina. Jumanne, makao makuu ya idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai yaligeuka mara nyingine tena kuwa makao kwa washukiwa wa sakata ya mafuta. Maafisa wakuu serikalini waliohusishwa na sakata ya mafuta walihojiwa kwa mara nyingine tena Jumanne, huku uchunguzi kuhusu mgogoro uliotingisha nchi mwishoni mwa wiki ukiendelea kushika kasi. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kipto aliwasili makao makuu ya DCI pamoja na aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa KPC Joe Sang. Hiki kikiwa kipindi cha 5 mfululizo cha kuhojiwa baada ya kuachiliwa kwa dhamana kutoka kwa vituo vya polisi. Mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin aliambia KTN kuwa taasisi hiyo inaendelea kupiga hatua katika uchunguzi, na baada ya uchunguzi kukamilika, DCI itawasilisha faili kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP. Amin aliongezea kuwa washukiwa hao watalazimika kuripoti kila siku kwa makao makuu ya DCI kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kukamatwa kwa fujo kwa Joe Sang katika mkahawa ya Karen Blixen pamoja na Daniel Kipto na katibu mkuu Mohamed Liban kulitoa picha ya serikali iliyodhamiria kuwajibika katika vita dhidi ya ufisadi. Lakini siku 5 baadaye, maswali bado yanaibuka iwapo kamata hizo zitazaa matunda. Lennox Sengre, runinga ya KTN. Waziri wa